We declare your presence. We declare miracles. Change of atmosphere right here in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Anasikia. Anajua kutofautisha sauti ya kila mmoja. Anasikia sauti yako. Anasikia sauti yako. Asante Yesu. Asante. Tulia kwa sekunde moja. Tulia. Mungu wetu aliye hai huwa anaongea. Baba yetu aliye mbinguni huwa anaongea. Mungu wetu sisi si bubu wala si kiziwi. Anasikia, anaona, anasema. Nasikia kuna sauti kutoka mbinguni inakwenda kushuka. Kuna mtu Mungu anakwenda kusema na yeye kwa ajili ya kusanyiko hili asiwe na mchana leo. Tulia. Acha vurugu. Sauti ya Mungu inakuja kwa ajili yetu. Tulia. Mpe nafasi. Anatupenda. Anajisikia kuongea na sisi kila wakati. Tulia, mpe nafasi. Huyo anaongea. Kuna mtu anataka kae vizuri. Sauti inakuja kwa kupitia wewe. Wewe usiyefaa. Wewe unasema wewe hujulikani. Wewe ustahili. Sauti inakuja kwa kupitia wewe. Umechaguliwa asubuhi na mchana leo kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya kusanyiko hili. Yes. Huyo. Pokea hiyo sauti. Pokea sauti hiyo. Mungu hana upendeleo. Pokea hiyo sauti. Wewe ndio. Fungua kinywa chako vizuri kwa jina la Yesu. Fungua kitumike. Umechaguliwa kuwa nabii wa Bwana. Bwana amekuchagua. Anasema hiki ni chombo changu. Nitakitumia. Chombo changu. Heshimu chombo changu. Binadamu ameona hafai. Binadamu ameona mchafu. Binadamu ameona stahili. Lakini mimi ninamchagua. Kwangu anafaa. Kwangu anastahili. Kama nimemchagua, wewe ni nani? Jesus. Ndio. Hata kama amekukataa, Bwana amekuchagua, Bwana amekukubali, na hakuna atakayepinga. Sauti ya Bwana inasikika.
Nasema tuone, 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 tuone. Nasema tuone kwa jina la Yesu. Tuone, 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 tuone. Nasema tuone. Nasema tuone kwa jina la Yesu. Tuone. Shika kwa jina la Yesu. Nasema tuone. Shike basakata. Rete telemos. Intoko basakata. Yes, 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 Lord. Yes, Jesus, 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 Jesus. Nasikia kuna mtu alimkimbia Yesu hapa. Kuna mtu alimkimbia Yesu. Ulimsusa wewe. Ulimsusa wewe. Uko hapa. Uko hapa. Umemsusa na leo umerudi. Leo umerudi. Leo umerudi. Leo umerudi. Katika jina la Yesu Kristo anagari haya. Sasa tuone, 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 tuone. Tuone kwa jina la Yesu. Jesus. Yes, Lord. Thank you. Thank you, my living Jesus. Thank you. Father Lord, we thank you. Father Lord, we glorify your name. We really appreciate your presence, our living God. Thank you for this congregation, our living God. I commit it unto your hands, Lord. Please bless us. Thank you for your servant, my living God. You bring back to him, Lord, from very far. You will say, because you have given him a special message for us. We are here ready to receive in the mighty name of Jesus. Kila moja piga makofi ya shangwe na vigelegele. Piga tena makofi sijasikia. Katuna keti kwenye kiti chako. Hallelujah. 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 Nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba kanisa ambalo Mungu ametupa ni kanisa la kimataifa. Sasa mara nyingi mmekuwa mkinibishia hataki kutaka. Mwingine anasema sisi kwa Kiingereza hatuelewi. Hata mimi Kiingereza nilikuwa sielewi. Mimi nilikuwa naongea Kiluguru tu. Haleluya. Lakini wakati ulipofika ilibidi nikubaliane na mazingira. Haleluya. Na wewe kubaliana na mazingira. This is an international church. Wazungu watakuja watasali hapa. Sio tu kutuhudumia, watakuja watasali. Na tutafungua kanisa nje ya nchi. Sema amena. Ndio kingine na kumwambia jifunze Kiingereza. Mwambie ongea lugha ya kigeni. Mwambie ongea lugha ya kigeni. Hallelujah. Nongoneze mwenzako mwambie please learn this language. Okay? And you are supposed to speak this international language. Hallelujah. Nongoneze masikio ni basi masikio yake vizuri. Sema amen. Leo nina rafiki yangu ambaye amekuja kutoka Marekani. Actually mimi nimemuita. Ya sawa? Anaitwa John Moon, mwinjilisti wa kimataifa. Sawa? Kuanzia leo unaweza ukafungua page yangu ya Facebook ya kwangu mwenyewe binafsi. Alafu utaona vitu vingi anavyovifanya yule mtumishi wa Mungu. Amen. Lakini naomba mtambue kwamba wewe ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, kiroho mimi nimemkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi siku hizi waliokuwa wanakubalika vipende za Mungu ni wewe kumpata rafiki wa kikweli kweli ni ngumu. Lakini naomba nikutangaza ili kanisa leo kwamba huyu ni rafiki yangu. Kwa hiyo wakati wote akija hapa mpokeeni, muhudumieni vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. He is my really friend. Hallelujah. So when he is here, please take him as your pastor. Take him as your bishop. Amen? Amen. So this morning is here. Hallelujah. Anakwenda kutuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkubwa akiwepo mdogo lazima atulie. Mimi ni mkubwa wangu. Amen. Sasa naposimama mimi inabidi nitulie kidogo. Mimi tutapambana kuanzia Jumapili ijayo. Amen. So let me welcome him. Hallelujah. Piga makofi tena ya shangwe. Lakini pia tumetembelewa na mtumishi wa Mungu wa siku nyingi sana, Bishop Frank Kakobe, tafsiri wa kimataifa. Aliniambia baba askofu, mimi bwana nataka kuja nione hapo kwenye mahema umekaaje. Umeona rafiki yangu nilivyokaa? Anasema yeye hapo nione umekaaje. Kafika hapo akaniambia wewe umeshinda. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Sema
washindi zaidi ya kushinda. Hallelujah. Glory to God. So overcomers, yes. Yes. Good. Thank you so much. Let me look at you. Naomba niwaangalie. You're so beautiful. Ninyi mnapendeza sana. Hallelujah. Hallelujah. Turn to somebody next to you and say, you're so beautiful. Mgeukie jirani yako mwambie wewe unapendeza sana. Listen, you Nisikilize wewe. are the bride of Jesus. Wewe ni bibi harusi wa Bwana Yesu. You're his bride. Wewe ni bibi harusi wake. He's in heaven. Yeye yuko mbinguni. He's waiting for you. Anakusubiri wewe. He's coming to get you. Anakuja kukuchukua. Yesu nakupenda. Jesus loves you. Yes. Yesu nakupenda. He loves you. Anakupenda. And he's coming for you. Na anakuja kwa ajili yako. Hallelujah. Hallelujah. Listen, today Nisikilize leo. we're going to get into the word a little deeply. Tutazama kwenye neno la Mungu kidogo. Are you ready? Mko tayari? The Bible says Biblia inasema the word of God neno la Mungu is living and active. li hai, It's alive. liko hai And it's coming today na linakuja leo to plant deeply inside of you. liweze kuzama ndani mwako To sana. divide between the joints and the marrow. Liweze kugawa kati ya mifupa pamoja na And to take you where you've never been na before. kukupeleka mahali ambapo hujawahi kuwepo. Are you ready? Mko tayari? God wants to change your life Mungu anataka kubadilisha maisha yako based on his word. kwa msingi wa neno lake tu. He wants the word to come alive inside of Anataka neno liwe hai ndani yako, you and bring you to a whole new level of life. likupeleke kwenye kiwango kipya cha maisha. Today my message, Leo ujumbe wangu, if I were to title it, kama ningeupa kichwa cha habari, would be the Lord is my shepherd. ni kwamba Bwana ni mchungaji wangu. Haleluya. Can you say it? Unaweza kusema maneno hayo? Say the Lord is my Sema shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. Come on, say it like you mean it. Hebu liseme kama unamaanisha. Bwana ndiye mchungaji wangu. Listen, he's your shepherd. Sikiliza, yeye ndiye mchungaji wako. He's watching over you Anakusimamia na kukuangalia with the eye of a shepherd. kwa jicho la mchungaji. We're going to learn a little bit about that today. Tutajifunza kidogo leo kuhusu hilo And about his plan na kuhusu mpango wake for us, kwa ajili yetu. the bride of Jesus. Sisi bibi harusi wa Yesu. We are the bride of Jesus. Sisi ndio bibi harusi wa Yesu. And Jesus talks about us Na Yesu anatuzungumzia through several metaphors. kwa misamiati mbalimbali. He talks about the bride, Anazungumzia bibi harusi. and you know this metaphor. Na huu msamiati wa bibi harusi Beautiful unaujua. dress. The beautiful dress. Yaani jinsi bibi harusi anavyovaa gauni nzuri. Preparing for the wedding. Anajiandaa kwa ajili ya harusi. This is us. Sisi ndio sisi. We are the bride. Sisi ndio bibi harusi. And listen carefully. Na nisikilize kwa makini. He says we are also a body. Pia anasema sisi ni mwili. We're a living body. Sisi ni mwili ulio hai. He is the head, Yeye ndio kichwa. and we are the body. Sisi ndio mwili wake. He is in heaven, Yeye yuko mbinguni. and we are on earth. Sisi tuko duniani. But we are in heaven, Lakini maana yake ni kwamba tuko mbinguni and na he sisi. is on earth, Na yeye pia yuko duniani because we are one. kwa sababu sisi na yeye tu wamoja. It's a metaphor. Huo nao ni msamiati We are the mwingine. body. Sisi ni mwili wake. And listen carefully. Nisikize kwa makini. We are the flock Sisi pia ndio kondoo wake. of God. Kondoo wa Mungu. This is another metaphor Huu tena ni msamiati that God mwingine. describes us. Kwamba He unaotufafanua says sisi. we're a flock.
Anasema sisi ni kondoo. Now, do you know what that means? Unajua maana yake nini? That means we're a bunch of sheep. Ina maana sisi ni kundi kubwa la kondoo. And you know what sheep are? Unajua kondoo wakoje? Stupid. Huwa kondoo ni wapumbavu, kondoo. Yes? Ndio, kondoo ni wajinga hivi. Sheep are dumb. Wajinga, kondoo ni wajinga. They need a shepherd. Lazima wanahitaji mchungaji. They do. They need a shepherd. Kweli kabisa wanahitaji mchungaji. Because if they don't have one, they do the dumbest thing. Kwa sababu kama hawatakosa mchungaji, watafanya mambo ya kushangaza. And he calls us a flock. Yeye anatuita sisi ni kondoo wake. He calls us the sheep of his pasture. Anatuita sisi ni kondoo wa malisho yake. And so, we need a shepherd. Maana yake kwamba tunahitaji mchungaji, But we have a shepherd. lakini tunaye mchungaji. Let's read the scripture together. Hebu tusome hayo maandiko kwa pamoja. Psalms chapter 23. Zaburi sura ya 23. You know the scripture. Haya maandiko najua mnayajua. Go ahead and read it. Hebu twende tuyasome. Psalms 23. Zaburi sura ya 23, The whole scripture, verse 1 through 7. mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Begin. Zaburi 23. Nasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Huhuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hallelujah. Haleluya! Because I have a shepherd, Kwa sababu mimi nina mchungaji, I will dwell in the house of the Lord forever. nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Forever. Milele. Forever. Milele. Forever. Milele. Because Kwa sababu I have a shepherd. nina mchungaji. Listen, Jesus Usikiliza, Yesu is the great shepherd. ndio mchungaji mkuu. We're going to read it in Peter in just a little while. Tutasoma hiyo mstari nao kwa muda si mrefu. He's the great shepherd. Yeye of ndio the sheep. mchungaji mkuu wa kondoo. He is the bishop of your soul. Yeye ndio askofu wa roho yako. And this scripture in Na verse ndiko hili 1 mstari wa kwanza in Psalms 23:1. katika Zaburi 23 mstari wa kwanza, In the Hebrew, katika Kiebrania it's just 4 words. ni maneno manne tu. 4 simple words. Maneno manne tu ya kirahisi. Adonai, Adonai, Roy, Roy, that means God, maana yake Mungu, my shepherd. mchungaji wako. The Lord, Bwana, my shepherd. mchungaji wako. It means I shall not want is the second half. Maneno yanayofuata yanasema sitapungukiwa. It literally means Kiuhalisia maana yake no want. yani sitapungukiwa. Lord, shepherd, Bwana mchungaji, no want. sitapungukiwa. Listen, this is the key Hii ndio funguo to our spiritual life. kwa maisha yetu ya kiroho. Is that we know that Jesus Tunajua kwamba Yesu is our great shepherd. ndio mchungaji wetu mkuu. He is the great shepherd. Yeye ndio mchungaji mkuu. Now, the poet, Sasa the songwriter, huyu mshairi, huyu mwimbaji, huyu mwimba wimbo huu is David. ni Daudi. The great songwriter. Huyu ni mwandishi mkubwa wa nyimbo, But he's a shepherd. lakini huwa pia ni mchungaji.
He knows the details of being a shepherd. Anajua kabisa kila kitu kinachohitajika kuhusu kuwa And mchungaji. he teaches us, Na anatufundisha as a shepherd, kama mchungaji from the perspective of a shepherd, kwa mtazamo wa kichungaji, what Jesus provides for us. kile ambacho Yesu anatupatia. The Lord Bwana is my shepherd. ndiye mchungaji I wangu, shall not want. sitapungukiwa na Let's kitu. take one moment Hebu tutulie kidogo and look at 10 things na tuangalie mambo 10 that the Holy Spirit, through Jesus Christ, is going to shepherd your life with. mambo 10 ambayo Yesu Kristo kwa kupitia Roho Mtakatifu atakuchunga kwa hayo. We won't get to all of them today. Hatutayafikia yote hayo But 10, let's take a look at them. lakini tuyaangalie tu kwa haraka haraka. Number 1, Cha kwanza, provision. utoshelevu. Psalms chapter 23, Zaburi sura 23 in verse 1. mstari wa kwanza, Jesus provides us with provision. Yesu anatupa kila kitu ambacho tunahitaji. He provides for every need. Anatosheleza mahitaji yetu yote. I shall not want. Sitapungukiwa. Rest. Pumziko. He makes me to lie down in green pastures. Ananipa pumziko katika majani mabichi. Guidance. Unilaza, kuniongoza. He leads me beside the still waters. Au niongoza kando ya maji ya utulivu. Restoration. Urejesho. He restores my soul. Huirejesha roho yangu. Direction. Muongozo. He leads me in the paths of righteousness. Uniongoza katika njia za haki. Protection. Ulinzi. I will fear no evil. Sitaogopa mabaya. For you are with me. Kwa maana wewe uko pamoja nami. Comfort. Faraja. Your rod and your staff, they comfort me. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Honor. Heshima. You prepare a table for me. Waandaa meza kwa ajili yangu In the presence of mine enemy. mbele ya adui zangu. Okay. I'm going too fast. Mchungaji ananiongeza kwamba unakimbia sana, nenda pole pole. Number 9. Jambo la 9, Blessing. ni baraka. You anoint my head with oil. Unipaka mafuta kichwa changu. Number 10. Jambo la 10, Security. usalama. Surely goodness and mercy Hakika rehema na fadhili will zake follow me all the days of my life. zitanifuata siku zote za maisha yangu, And I will dwell in the house of nami the Lord nitakaa nyumbani mwa Bwana forever. milele. I have security. Manake nina usalama. Now listen carefully. Listen carefully. I know what he wants me to do. Just repeat what I say. Okay? Just repeat what I say. Okay. Listen, I am an evangelist. Anasema mimi ni mwinjilisti jamani, mnivumilie. Okay? There's no way I'm going to cover 10 points. Sitaweza kurudia tena mambo 10 niliyoyataja. We'll be here till tomorrow. Pengine nikianza kuyasisitiza na kurudia tutakaa hapa mpaka kesho. We'll stay up all night. Je, mko tayari tukae usiku wote hapa? And somebody will fall out the window. Kuna mtu atadondoka, huyo ambaye yuko juu atadondoka chini. And we're going to have to raise them from the dead. Tutapata kazi tena ya kumfufua kutoka kwa wafu. But listen carefully. Sasa sikiliza kwa makini. This scripture, you know the scripture. Haya maandiko ninyi mnayajua. I don't have to teach you this scripture. Mimi sitaje hata kuyafundisha sana haya maandiko. But what you need to know is that Jesus provides it because he's your shepherd. Lakini unachotakiwa kuelewa ni kwamba Yesu anakutosheleza kwa sababu yeye ndiye mchungaji wako. And I want to take you deeper in the idea of a shepherd. Nataka tuende kwa kina katika wazo hilo la kichungaji. You can go back later Baadaye unaweza karudi tena and look at the depth in the scripture na ukaangalia utajiri mkubwa kwenye maandiko hayo. and dig out some of these promises. Ukachimbua ahadi hizi zingine. And because Bishop has asked me, Kwa sababu askofu ameniomba, I'll cover them one more time. nitarudia sasa kwa heshima yake tu, itabidi nirudie But tena. it'll be too fast. Lakini nitarudia kwa kasi ya We're going to umeme. have to get the video. Inabidi tu utafute tu video tena. Okay? Ndio. But listen
listen carefully. Sasa nisikilize kwa makini. The Lord wants you to know Bwana anataka ujue that He is your shepherd. kwamba yeye ndiye mchungaji wako. And there's an important element in your life to have a shepherd. Ni jambo la muhimu sana kwenye maisha yako kuwa na mchungaji. Listen, when Jesus rose up into heaven, Yesu alipopaa kwenda juu mbinguni, He went through the cross. alikuwa amepitia msalaba. He died, He carried the sins of the world. Akafa na kubeba dhambi za ulimwengu. And He went through the cross. Alipitia msalaba. And then He rose again from the dead. Akafufuka tena kutoka kwa wafu. And then He ascended into heaven. Baada ya hapo alipaa kwenda juu And mbinguni. He sat down on the throne of God. Akaketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. But on His way up, Lakini wakati anapaa kwenda mbinguni, He gave gifts to men. maandiko yanasema alitoa karama kwa wanadamu. You know the scripture. Hayo maandiko mnayo. Ephesians chapter 2. Efeso sura ya 4. 4. Ephesians chapter 4. Waefeso sura ya 4. Verse 11 and 12. Mstari wa 11 mpaka 12. It says, and He gave some as apostles, Kwamba akatoa wengine kuwa mitume, and some as prophets, wengine kuwa manabii, and some as pastors, wengine kuwa wachungaji, and some as evangelists, wengine kuwa wainjilisti, and some as teachers. na wengine kuwa walimu. Now that word pastor Sasa lile neno wachungaji is the word shepherd. ndio neno mchungaji. 17 times Mara 17 it's used in the New Testament. limetumika katika Agano Jipya. 17 times. Mara 17. The word in the Greek is poimen. Neno hilo kwa Kigiriki ndio matamshi yake. And 17 times it's used, Na mara 17 limetumika, but only once lakini ni mara moja tu is it translated pastor. limetafsiriwa kuwa mchungaji. Every other time Kila mara lilipotumika it's translated shepherd. limetumika. Listen, you need a shepherd. You need a shepherd. Unahitaji mchungaji. You need a shepherd who looks over your life. Unahitaji mchungaji anayesimamia maisha yako. It's so important that when Jesus rose up into heaven, He sent one to you. Ni muhimu sana Yesu alipopaa kwenda mbinguni alikutumia mchungaji. Now He sent you 5 different ministries Amekutumia huduma 5 muhimu. to minister to you as the bride, Zikuhudumie wewe kama bibi harusi. to minister to you as the flock, Zikuhudumie wewe kama kondoo. to minister to you. Zikuhudumie wewe. There's apostles and prophets, Kuna manabii na mitume, evangelists, pastors and teachers wainjilisti, wachungaji na walimu for you kwa ajili yako to tu, grow up ili ukue and be ready to minister. na uwe tayari na wewe kutumika. Their job is to equip you Lengo ni kukuwezesha wewe to do the work of the ministry. ili utende kazi ya huduma. But listen carefully. Sasa nisikilize kwa makini. Jesus taught a lot about shepherds. Yesu alifundisha sana kuhusu The wachungaji. scripture teaches a lot about shepherds. Maandiko yanafundisha sana kuhusu wachungaji. And the Lord is our shepherd. Na Bwana ndiye mchungaji wetu. And He provides these 10 things. Na anatupa haya mambo 10. Let's read them real quick for Bishop. Sasa tuyapitie kwa haraka kwa heshima ya askofu. Okay, are you ready? Mko tayari? Just for Bishop. Kwa ajili ya Bishop Michael tu. Okay, so you got to write fast. Mnatakiwa muwe na kasi ya kuandika. We're going fast, Bishop. Tunaenda haraka askofu. Number 1, Cha kwanza, provision. utoshelevu. Number 1, Cha kwanza, provision. utoshelevu. Number 2, Jambo la pili, rest. pumziko. Rest. Pumziko. Number 3, Jambo la tatu, guidance. uongozi. Guidance. Utuongoza. Number 4, Jambo la 4, restoration. urejesho. Restoration. Urejesho. Number 5, Jambo la 5, direction. mwelekeo. Direction. Mwelekeo. Number 6, Jambo la 6, protection. ulinzi. Protection. Ulinzi. Number 7, Jambo la 7, comfort. faraja. Comfort. Faraja. Number 8, Jambo la 8, honor. heshima. Honor. Heshima. Number 9, Jambo la 9, blessing. baraka. Blessing. Baraka. And number 10, Jambo la 10, security. usalama. Security. Usalama. This is what the shepherd brings. Ndicho ambacho mchungaji analeta. This is what David brought to his sheep. Hiki ndicho ambacho Daudi aliwaletea kondoo wake. When God came to anoint him, when God sent the prophet, Mungu alipomtuma nabii kumpaka
mafuta, to anoint David, kumpaka mafuta Daudi, he was providing these things to his sheep. manake alikuwa anawapa kondoo wake mambo haya. He understood shepherding. Alielewa uchungaji ni nini. And listen, Jesus does too. Na Yesu pia anaelewa. Jesus teaches us Yesu anatufundisha in chapter 10 of the book of John. katika sura ya 10 ya kitabu cha Yohana, He teaches us anatufundisha that kwamba his sheep kondoo wake know his voice. wanaijua sauti yake, They hear it. wanamsikia. Jesus said, my sheep Yesu alisema kondoo wangu hear my voice. wanaisikia sauti yangu. And Na nyingine, another shepherd, na mchungaji mwingine they will not follow. hawatamfuata mchungaji mwingine. Listen carefully. Nisikize kwa makini. Do you know the voice? Je, unaijua sauti ya Yesu? Do you know the voice of Jesus? Unaijua sauti ya Yesu? He wants you to know his voice. Anataka uijue sana sauti yake. He wants to lead you by his voice. Anataka kuongoze kwa sauti yake. Listen carefully. Nisikilize kwa makini. What Jesus says, Anachokisema Yesu, he says the shepherd comes and he calls them by name. anasema kondoo wakija na waita kwa majina yao And they follow him. na wananifuata. Isn't that interesting? Je, hii sio jambo la kuvutia? Jesus also said in the same context, Yesu pia alisema kwa muktadha huo, he said there's others that will come. anasema kuna wengine watakuja, They're not here yet, hawajafika bado, but they're going to come. lakini watakuja And they're going to know my name. na nao watajua jina They're lako, going to know my voice. watajua nao sauti yako, And I will speak their name. nami nitatamka jina lao, And they'll follow. watanifuata. Do you know who that is? Unajua huyo ni nani? That's you. Ni wewe, That's you. ni wewe. Jesus is talking about you in the Bible. Yesu anakuzungumzia wewe katika Biblia. He says, I have other sheep. Anasema nina kondoo wengine. Go ahead and say it. Say, I'm the other sheep. Hebu rudia na useme kwamba mimi ndio kondoo mwingine. He calls you by name. Anakuita kwa jina lako. That's how much he cares about you. Hivyo ndivyo anavyokujali sana. And listen carefully. Sikiliza kwa makini. A good shepherd, Mchungaji mwema he knows the condition of his flock. anajua hali ya kondoo wake. He knows what's going on. Anajua nini kinaendelea. He knows how many there are. Anajua wako wangapi kondoo wake. You know how he knows how many there are? Unajua anajuaje wako wangapi? He counts them. Anawahesabu. You know how often he counts them? Unajua anawahesabu mara ngapi? Every night. Kila usiku anahesabu kondoo. As they come into the sheepfold, Wanavyorudi kwenye zizi, he counts each one. anahesabu moja, He mbili, touches them. anawagusa. Make sure they're healthy. Anahakikisha huyu ana afya There's no vizuri. bruises, Huyu no cuts. hajakwaruzika mahali popote kwenye misukosuko ya And he's njaa. watching over his flock. Anawaangalia sana kondoo wake. This is the job of a shepherd. Hii ndio kazi ya mchungaji. And listen carefully. Sikiliza kwa makini. A good shepherd Mchungaji mwema knows when he needs more shepherds. anajua anapohitaji kondoo zaidi. A good shepherd Mchungaji mwema knows he can take care of all his sheep. anajua mimi naweza kulea kondoo wangu wote. And when the number gets big, Ni idadi kizidi, he gets more shepherds. He gets more shepherds. kondoo wale wakizidi anatafuta wachungaji zaidi. When the sheep grow, Yaani kondoo wakiongezeka, the number of shepherds grows. idadi ya wachungaji wanaongezeka So that they can take care of every need, ili waweze kushughulikia kila hitaji la kondoo. count every sheep, Wahesabu kila kondoo, call every sheep by name. kuita jina kila kondoo kwa jina lake. Listen, this is Jesus' idea. Hili ni wazo la Yesu. He's the one who said, you're the flock. Yeye ndiye aliyesema ninyi ni kondoo, You're the sheep of his pasture. ninyi ni kondoo wa malisho yake. He's going to take care of you. Atakutunza And he's going to provide shepherds to do it. na atahakikisha anakupa wachungaji kukusaidia. Now listen, you need to know who your shepherd is. Sasa ni vizuri kujua mchungaji wako ni nani. You need to know, number one, that Jesus is your shepherd. Ya kwanza unataka kujua kwamba Yesu ndiyo mchungaji But wako. you also need to understand Jesus has sent shepherds to earth. Lakini pia unapaswa kuelewa Yesu ametuma wachungaji wake hapa duniani. Listen to me. Nisikilize. When he rose into heaven, he sent shepherds Alipokuwa na paa kwenda mbinguni, alituma wachungaji to take care of you. wakutunze wewe. Do you know your shepherd? Je, unamjua mchungaji wako? Do you know the voice Unaijua sauti yake of the shepherd?
ya mchungaji wako. You need to. Unahitaji kujua. I want to take a look at a few different scriptures. Nataka tuangalie mistari And let michache. us begin to understand what the Bible teaches us about our shepherds. Tuweze kuelewa Biblia inasema nini kuhusu wachungaji wetu. Are you ready? Mko tayari? Are you ready for the word to be engrafted in your soul? Uko tayari neno la Mungu liandikwe kwenye roho yako? Because as the word gets inside of you Kwa sababu neno linapozama ndani yako and it becomes one with you, linafanyika kuwa sehemu ya it will maisha yako. empower you to live a supernatural life Linakuwezesha uishi maisha ambayo sio ya from kawaida, the inside. yakitoka ndani mwako. Let's take a look at some scripture. Hebu tuangalie baadhi ya maandiko. Hallelujah. Haleluya. 1 Timothy chapter 3, Timotheo wa kwanza sura ya 3 verse 1 through 2. mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Go ahead and read. Timotheo wa kwanza 1 sura ya Timothy 3 chapter 3, mstari wa kwanza mpaka wa 3. verse 1 and 2. Neno la Mungu linasema, ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. This word, overseer, Hili neno askofu, yani mwangalizi, it means someone who God has appointed to look over the flock. ina maana mtu ambaye Mungu amemteua kuangalia kondoo wake. And it's defined as episkopos in the Greek. Katika Kigiriki limefafanuliwa kwamba huyo ni episkopo. Sometimes it's translated as guardian. Wakati mwingine kwenye tafsiri inatafsiriwa kama ni mlinzi. God appoints people to look over your life Mungu anateua watu wasimamie maisha yako and to guard you na wakuongoze in your spiritual walk. katika mwendo wako wa kiroho, As the flock of God, kama kondoo wa Mungu, as the sheep, kama kondoo. God has an overseer. Mungu ana mwangalizi. We sometimes translate this as bishop. Wakati mwingine tunasema huyu ni askofu. But listen carefully, Sasa sikiliza kwa makini, it's someone very special huyu ni mtu maalumu in God's plan for your life. katika mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yako, And we need to understand God planned it that way. na tunatakiwa kuelewa kwamba Mungu amepanga namna hiyo. Now there's several other scriptures that talk about this overseer. Kuna maandiko mengi sana yanayozungumzia kuhusu huyu mwangalizi, We may look at one or two more. na tunaweza kusoma pengine miwili zaidi, But the important thing you need to understand is that the overseer works with the shepherds. lakini unatakiwa uelewe kwamba huyu mwangalizi anafanya kazi na wachungaji. It's a different position. Hiki ni cheo cha tofauti, It's an elevated position above the shepherds. ni cheo ambacho kimeunuliwa zaidi ya wachungaji. And it's important for us to understand how God works in the church, Ni muhimu sisi kuelewa namna gani Mungu anatenda kazi ndani ya kanisa, so that we move with the church. ili tuweze kutembea sawasawa na mpango wake kuhusu We kanisa. move in obedience to the word. Tunatembea tukilitii neno la Mungu. The word says God appointed the bishops, Neno linasema Mungu anateua maaskofu, and they have to live according to a very strict standard. na wamepewa namna ya kuishi na viwango vyao vya namna ya kuishi. And they work together with the shepherds and the other fivefold ministry. Wanafanya kazi pamoja na wachungaji na huduma zingine nne zile And zingine. they work together with the elders. Wanafanya kazi pamoja na wazee. This is how Jesus oversees his church. Hivi ndivyo Yesu anavyoliangalia kanisa lake. It's an important thing for you to understand. Ni jambo muhimu sana kwa nini kuelewa. Jesus is watching over his church. Yesu analisimamia kanisa lake. He is the great shepherd. Yeye ndio mchungaji mkuu. That's what the scripture says. Ndivyo maandiko yanavyosema. He's watching over your soul. Anasimamia roho zetu zote. And he's doing it through bishops,
Anafanya hivyo kwa kupitia and maaskofu, elders wazee wa kanisa and shepherds. na wachungaji. And it's important to understand the difference. Ni muhimu kuelewa tofauti. Shepherds are one who watch over a group of sheep. Wachungaji ni wale wanaosimamia kundi fulani la kondoo. Elders are ones who watch over the whole congregation. Lakini wazee wa kanisa ni wale wanasimamia kanisa zima lote. And the bishop is the one who oversees all of it. Lakini askofu ndio anayesimamia mambo yote. And you have to know the voice. Lazima sisi sote tuijue sauti. The voice of Jesus, Sauti ya Yesu and the voice of your shepherd. na sauti ya mchungaji wako. Listen, there's someone Sikiza, kuna mtu mmoja God has placed in authority to help you, ambaye Mungu amemweka kwenye mamlaka ili akusaidie, to walk with you, ili atembee na wewe, to shepherd you, akuchunge. to notice Sasa angalia, when you're hurting. yani aweze kutambua hata wakati una maumivu. You've probably noticed not everybody notices, Wewe pengine umeshajua kwamba ni kweli ukiwa na maumivu sio kila mtu anajua. right? Ndio. Most people don't pay attention. Wengine hawajali umeumia na nini kimekusumbua. Most people have no idea Wengine hawajui you're going through something. kwamba unapitia mapito magumu. But God sent shepherds to earth. Lakini Mungu ametuma wachungaji hapa He duniani sent a gift to earth ambao ni karama, ni zawadi kwa to kanisa, shepherd your life. kuyachunga maisha yako. And it's important for you to know who that shepherd is. Ni muhimu sana wewe kujua mchungaji wangu ni yupi. And listen, at times the shepherd may change, Wakati mwingine mchungaji anaweza akabadilika, but you need to know who it is. lakini unatakiwa kujua mchungaji wangu ni yupi. And you need to listen to the voice. Unatakiwa kusikiliza sauti. You know, so many times sheep get into so many problems. Unajua wakati mwingine kondoo wanaingia kwenye matatizo mengi sana. Sheep just get into all kinds of problems. Kondoo wanajikuta kwenye matatizo ya Because they aina, always have their nose kwa sababu mara nyingi pua zao ndio ziko mbele, stuck in the rear end of the sheep in front of them. ambayo iko mbele na kuzuia And they're not paying any attention. yani wako kichwa kiko chini tu namna hiyo, hawawazi, But hawafikiri he kitu goes kingine. wherever the other sheep go. Hawajui kondoo wenzake wameenda wapi, hajui yeye kichwa kiko juu chini. And then the shepherd takes them where the grass is green and Sasa delicious. kondoo mchungaji anapeleka kondoo kwenye And they start majani eating. mabichi, wanafurahia, And they say, wanakula. oh, I'm prospering. Nafanikiwa. Oh, I'm eating. Naikula vizuri. And then all of a sudden I'm fat. Ghafla tu kondoo anakuwa amenenepa. I didn't say that, did I? Ni mimi nimesema neno hayo, sio mimi jamani. You know what happens to a fat sheep? Unajua kondoo akinenepa matatizo yake ni nini? A fat sheep falls over in the meadow. He falls over. Kondoo akinenepa sana huwa anadondoka kwenye matope. And you know what happens to a sheep that falls over? Unajua kondoo nini kinampata akianguka? It can't get up. Anashindwa kusimama. It doesn't have the ability to get up. Haina uwezo wa kusimama. Because it's fat. Kwa sababu amenenepa And sana. its legs are going all over the place. Mikutu inaruka tu lakini hawezi kuinuka. And you know what it needs? Unajua anahitaji nini huyo kondoo? What does it need? Huyu kondoo anahitaji nini? He needs to be helped. He needs help. Who's going to give him the Ni help? nani atampa huu msaada? The pastor. The shepherd. Mchungaji. The shepherd. Mchungaji. See, the shepherd goes and notices they're not there. Unajua kwa mchungaji akiangalia kuna kondoo hapa siwaoni. Right? Ndio. Listen, the next time you notice someone's not there, Nisikilize, siku yote utakapotambua kwamba kuna fulani haonekani. guess what you are? Guess what you are? Hebu kisia wewe unataka kufanya nini? You're the shepherd. Ni maana ndio wewe ni mchungaji. Kama unaweza kugundua kwamba fulani hayupo. God brought it to your mind. Ina maana Mungu mpaka ameleta kwenye akili yako wewe ni So mchungaji. you can go find that sheep. Ili uende kuitafuta ile kondoo ambayo haipo. Say, oh, you fell down. Sasa ulianguka. Let me pick you up. Ngoja nikuinue. Come on, let's go back to the Twende turudi kanisani. And you become the shepherd. Umeshakuwa mchungaji tayari na wewe. Listen, many of you are already shepherds. Unajua wengi wenu ninyi tayari ni wachungaji. You're already shepherds. Tayari ninyi ni wachungaji. Some of you know it. Wengine mnajua kabisa. Some of you know you're shepherds. Wengine mnajua kabisa kwamba ninyi ni Some of you wachungaji. don't know yet. Wengine hamjui. But you keep thinking about people that aren't there. Unawaza watu ambao haujawaona.
Listen carefully. Sikiliza kwa makini. When you think about someone who's not there, Ukiwa unamwazia mtu ambaye that hayupo, means you're the shepherd. ina maana wewe ni mchungaji. You need to go find them. Unatakiwa uende umtafute umpate. Say, hey, what are you doing? Wewe unafanya nini? Hey, how come you weren't in church? Wewe bwana kanisani sijakuona. I miss you. Nakumisi. Come on, let's go to church. Njoo twende kanisani kesho. Come on, let's go to church. Luka twende. I've been missing you, dude. Nimekumisi sana ndugu. Nimefurahi sasa nimekupata. And you bring the sheep back to Huyu kondoo unamleta tena kwenye nyumba ya Mungu. Now listen. Sasa sikiliza. Obviously, this guy is in church today. Kweli kabisa huyu jamaa yuko kanisani. Obviously, he's already in church. Tayari yuko kanisani. So he's probably the shepherd, not the lost one. Pengine huyu ni mchungaji sio yule aliyepotea. But listen carefully. Sasa nisikilize kwa makini. Jesus has shepherds. Yesu ana wachungaji. They're designed Na wao wamepangiliwa to help the sheep, wasaidie kondoo. to prepare the sheep Kuandaa kondoo for exactly what they're designed to do. kwa wawe vile ambavyo Mungu alikusudia wawe. So if you're one of those sheep, or you're one of those shepherds, I want you to stand up. Kama wewe ni mmoja wa watu unawawaza sana watu, unajisikia kama wewe kama vile wewe ni mchungaji. Nobody else has to tell you you are, but you know it in your heart. to Hakuna stand mtu up. akukwambia wewe ni mchungaji. Wewe mwenyewe moyoni unajijua kwamba mimi huwa watu wakikosekana Go ahead, kanisani people, nakosa stand raha. up. Simama Yeah, I'm kama waiting. kwa. I've got all Nasubiri. day. Nina siku yote ni ya kwangu I have nimepewa. all day. Mimi niko hapa siondoki mpaka msimame. They think I'm kidding. Wanafikiri mnatania. There we go. They're standing up. Come on. Kama uko hapa There, I know unakosa there's raha more. watu kama huwaoni. Wewe ni I'm mchungaji. talking to you as Naomba There we go. tunasema na utayari. There's more of you hiding out there. Aha, Stand ulikuwa up. mnajificha. Come on. Kumbe Where are my ndio. guys shepherds? Kumbe hao ni wachungaji Where are my waliogundua. guys shepherds? Hey. Come on. I see all these girls standing up. Where are my guys? Hao wachungaji hao. Come on. Where are you? Stand up. Uko wapi? Simama. Stand up. Simama. Who are you? Uko wapi? Wewe ni nani? You know God's been speaking to you about so and so. Umekuwa unajua kabisa Mungu anakukumbusha mtu ambaye haonekani kanisani aliyepotea. That you stand up. Kama ni wewe simama. Listen now. Listen carefully. Sasa ninyi mliosimama nisikilizeni. This is a group that knows their shepherds. Hawa ndio kundi linalojua kwamba sisi ni wachungaji. Hey, I honor you. Nawapa heshima. Listen to me. Nisikilizeni. God sent you Mungu amewatuma to the church. kwenye kanisa hili la daraja la uzima. He sent you as a gift. Amewatuma hapa kama zawadi. Be a good gift. Uwe karama nzuri. Have you ever gone to a party Umewahi kwenda kwenye sherehe and received a bad gift? na ukapokea zawadi mbaya? Have you ever? Come on, tell the truth. Hebu sema ukweli, kumani uenda kwenye sherehe ukapewa zawadi ambayo Tell the truth. sema ukweli. You want to re-gift the gift, right? Unataka kazawadi kazuri, si ndio? Right? Ndio. Oh, you're all quiet on me all of a sudden. Ghafla mmekuwa kimya. Hamtaki kunijibu. Listen, you're a good gift. Ninyi ni karamu, zawadi nzuri. And there's many more here, they just don't know it yet. Kuna watu wengi hapa ambao bado hawajajitambua. And I want you to know I'm proud of you. Lakini nataka mjue mimi And Jesus is proud of you. na Yesu anajivunia ninyi. And he's going to use you mightily. Na atawatumia kwa viwango vikubwa. Amen. To love his sheep. Ili mpende kondoo wake. To find them when they're lost. Kuwapata wanapopotea. To go and get them and lead them back home. Kwenda kuwaongoza na kuwarudisha nyumbani. This is a part of being a shepherd. Hii ni sehemu ya kuwa mchungaji. So thank you for standing. Asanteni sana kwa You may kusimama. be seated. Mnaweza kuketi. Now there's a whole bunch of you Sasa kuna wengi wenu hapa that you didn't stand up for whatever reason. ambao hamkusimama kwa sababu zenu wenyewe. Many of you are shepherds. Wengi wenu ni wachungaji And you know it. na unajua. But you're not going to stand up no matter what I say. Hata mzungu akisema hutasimama. Umekomaa tu. Listen carefully. Sikilize kwa makini. Jesus established the whole process of shepherding his sheep. Yesu ndiye alitengeneza mchakato wote huu wa kusimamia kondoo wake. And we're going to teach you and train you about how it works. Tutawafundisha na kuwapa mafunzo kuona namna gani hii kazi But inafanyika. first, let's read a few more scriptures. Sasa kwanza hebu tuangalie maandiko mengine.
Titus chapter 1, Tito sura ya kwanza verse 7. mstari wa 7. Titus chapter 1, Tito sura ya kwanza verse 7. mstari wa 7. Go ahead. Neno la Mungu linasema, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Holy, Awe mtakatifu, disciplined, mtu mwenye nidhamu, holding firmly to the faithful word. akisimamia vizuri neno la Mungu. Listen carefully, the bishop is a special position. Unajua askofu ni cheo ambacho ni maalumu sana. 1 Peter chapter 2, Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili verse 25. mstari wa 25. 1 Peter Petro wa kwanza chapter 2, sura ya pili verse 25. mstari wa 25. Go ahead and read. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. So it's saying here again Tena hapa inasema that sheep stray, kwamba kondoo wanapotea, but they return to the shepherd, lakini wanamrudia mchungaji wao, to the guardian of their soul, mwangalizi wa roho zao, to the bishop. kwa askofu. And listen, we have a bishop in the house. Unajua hapa ndani ya kanisa tuna askofu hapa. And listen, we probably have more than one.